Mambo vipi? Habari za saizi, naitwa Jokate Urban Mwegelo na nasimama mbele yenu kama kaimu katibu uhamasishaji na chipukizi. Kwa niaba ya kaimu katibu mkuu wa UVCCM Taifa, napenda kuwakaribisha rasmi kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vya Vijana TZ. Vipindi hivi vitakuwa vinaruka kila Jumatatu kuanzia saa 7 mchana na Ijumaa kuanzia saa 8 mchana. Lengo kuu ni kuweka daraja kati ya wewe kijana na serikali yako. Serikali atupe ripoti, wanafanya nini juu ya sisi vijana? Basi usikose vipindi vyetu vya Vijana TZ hapa UVCCM Taifa. Vijana oye! Leo tumepata bahati ya kutembelewa na waziri mwenye dhamana, naibu waziri mwenye dhamana ya ajira, vijana pamoja na walemavu. Mheshimiwa naibu waziri, karibu sana. Nachukua fursa hii kuwashukuruni kwa nafasi hii, lakini pia nachukua fursa hii kuwapongeza sana UVCCM kwa mabadiliko makubwa sana ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya idara yetu ya uhamasishaji, na leo nafurahi kuona kwamba tunakwenda kugusa na kwenda kukata kiu ya vijana wengi wa Kitanzania ambao walitamani kufahamu shughuli hasa zinazofanywa na jumuiya hii kubwa ya vijana hapa nchini. Mheshimiwa Rais amewapa dhamana kubwa sana vijana. Kiongozi kijana anatakiwa awe. Nataka nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani kubwa sana ya kundi hili la vijana. Ukiangalia takriban sasa hivi asilimia kubwa ya viongozi kuanzia katika ngazi za wakurugenzi mpaka huku juu, vijana wamepewa nafasi kubwa sana. Lakini ndio nafasi pekee sisi vijana kuonyesha umma kwamba tunao uwezo wa kutimiza majukumu yetu na tunao uwezo wa kuishi falsafa ya serikali tano ya hapa kazi tu, lakini pia tunao uwezo mkubwa wa kutatua na kuwa sehemu ya utatuzi wa kero ambazo zinawakabili wananchi na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika utendaji kazi wake. Sasa kiongozi kijana anatakiwa aweje? Sisi damu yetu inachemka sana, lakini kiongozi kijana kwanza kabisa lazima ajikite katika misingi ya uadilifu, nidhamu, commitment. Hiyo hasa ndo inamfanya mtu aweze kufikia mafanikio yake. Kiongozi kijana ili aweze kufanikiwa vizuri lazima ajikite katika misingi ya uadilifu, ajikite katika misingi ya nidhamu na commitment. Sasa hebu atuambie, yeye ni waziri lakini pia tena ni kijana, waziri kijana. Kwa hiyo tunajivunia cha kwanza. Ana kipi hasa kikubwa alichokikusudia kukifanya au pengine ameshaanza kukifanya ambacho kitakuwa ni historia kwake, lakini pia kwa taifa lote ambapo atakapokuwa anaachia pengine au kwa baadaye? Nafahamu adha ambazo zinawapata vijana wa Kitanzania. Sasa la kwanza kubwa ambalo mimi kwa nafasi yangu na kama wizara kubwa kabisa ni tunafahamu changamoto kubwa ambayo inawakabili vijana si Tanzania tu, lakini kwa nchi ambazo zinaendelea kwa kiwango kubwa sana na hata ambazo zimeendelea pia, ni swala la ukosefu wa ajira. Hasa kubwa ambalo naamini hata siku nikiondoka itakuwa ni alama, ni kujaribu kusaidia kupunguza tatizo hili kwa kiwango kubwa sana. Na kama wizara tumefanya na tunaendelea kufanya, na hapo mbeleni nitawaambia mipango tulionayo na malengo yake kwenda kupunguza tatizo hili la ukosefu wa ajira kwa vijana. Kwa hasa focus kubwa ni kujielekeza katika kumfanya kijana wa Kitanzania aweze kujiajiri, aweze kuajiri vijana wenzake na aweze kuajiriwa, kwa maana kuwa na sifa wanaita kwa Kiingereza ile sifa za employability, awe ana uwezo kwamba akienda sehemu yote ana sifa ya kuweza kuajirika. Hiyo hasa ndio focus ya wizara yetu. Na tumeona moja ya changamoto ambazo tumeona pia ni ukosefu wa ajira. Inaonekana bado ni tatizo na kuna bidii ama juhudi mnazifanya kwa ajili ya kuondokana na hili tatizo. Sasa labda utugusie tu kidogo kwa undani, ni kwa namna gani sasa mnafanya kubadilisha fikra kwanza, kwa sababu mindset ndio kila kitu katika masuala haya. Kwanza kabisa naomba uniruhusu tu kabla sijafikia hapo nitoe ufafanuzi kidogo wa nyuma ambao utanifanya hata jibu nitakalitoa liwe na mantiki kwa swali ambalo umeniuliza. Mwaka 2014 ilifanyika kitu inaitwa Integrated Labor Force Survey. Hii ni survey ambayo ilifanyika nchi nzima ya kwenda kuangalia kuna watu wangapi kwa maana ya nguvu kazi, shughuli zinazofanywa, maeneo gani yenye upungufu, tunahitaji ujuzi wa kiwango gani. Sasa kwa mujibu wa survey hii, Tanzania tuna watu kwa maana ya nguvu kazi ya watu milioni 23.2. Hao ndo tunaita ni the working age population, kuanzia miaka 15 na kuendelea. Hao ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi. Sasa ripoti ilienda mbele zaidi ikasema nafasi za ajira ambazo zinatengenezwa kwa both private sector na public sector ni chache
kuliko watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi wanaingia kwenye soko la ajira. Kwa hiyo unajikuta mahitaji ni makubwa kuliko nafasi zinazotengenezwa. Kupitia sera ya ajira tumetafsiri ajira maana yake nini. Ndio ilikuwa eneo la kwanza. Ajira kwa mujibu wa sera ni shughuli yoyote halali inayompatia mtu kipato, na ndio maana kuna tofauti kubwa sana kati ya kazi na ajira. Kazi, mama akimtuma mwanae kwenda kufua nguo, ile ni kazi, lakini kazi hiyo hiyo akifanya house girl ni ajira, kwa sababu kwenye ajira kuna presuppose ujira. Kwa shughuli yote inamuingizia mtu kipato ni ajira. Na ndio maana sisi tukiwa tunatoa takwimu muda mwingine tunapata wakati mgumu sana kwa sababu ya ile fikra ya kwamba ajira maana yake ni nini. Mimi mtu akikaa ana kibanda chake mtaani kinamuingizia fedha kwa mujibu wa sera, kama ni shughuli halali na inamuingizia kipato, mimi kwangu huku na mhesabu kama ni ajira. Na ndio maana muda mwingine watu tunakinzana tukitoa takwimu za ajira, watu wanakuambia ya wapi imetolewa wapi, mbona vijana wengi sana wako mtaani. Kwa hiyo ni eneo la kwanza. Kwa kama serikali tukasema hatuwezi kuacha hii hivi. Hatua ya kwanza tuliyofanya ni kuwapa uelewa vijana kupitia semina, warsha na makongamano mbalimbali nini maana ya ajira, na kuwatia moyo. Tuwaondoe vijana kwenye kufikiria kuhusu kwenda kufanya kazi za maofisini, lakini tuwabadilishe, tuwapeleke katika kilimo, katika ufugaji na ujasiriamali. Challenge tulioipata, vijana wengi sana wako tayari kufanya shughuli hizo, lakini hawakuwa na maeneo rasmi ya kwenda kufanya shughuli hizo. Kwa mwaka 2014 ofisi ya waziri mkuu iliwaita wakuu wa mikoa wote Dodoma, yakatengenezwa maazimio, na moja ya azimio ilikuwa ni kutengeneza mpango mkakati wa kuwa na kitu kinaitwa Youth Special Economic Zone, ukanda maalum wa uchumi wa vijana, ambapo mpaka sasa hivi ninavyozungumza hapa zimetengwa takriban ekari 85 nchi nzima kwa ajili ya maeneo kwenda vijana kwenda kufanya shughuli mbalimbali. Sasa lakini bado sisi kama wizara hatujalizika na utengaji wa maeneo haya, tunaendelea kufuatilia ili mikoa itenge maeneo mengi zaidi, ili vijana hawa baada ya kuwa wametengewa maeneo wakafanya shughuli za kujitegemea. Hiyo ni eneo la kwanza. Lakini ikaja pia issue ya kwamba watapewa maeneo, lakini tuna swala la ukosefu wa mitaji na mikopo kwa vijana. Tukasema kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ambao ni mfuko uko chini ya ofisi ya waziri mkuu, na mpaka tunapozungumza hivi sasa tayari tumeshakopesha takriban shilingi bilioni 1 na milioni 600 kwa vikundi vya vijana 395 nchi nzima. Na ni mfuko ambao lengo lake kubwa ni kumfanya kijana wa Kitanzania aweze kupata fursa ya kuwezeshwa ili ajiajiri na awajiri vijana wengine. Hatua pili ni tuna mpango wa ukuzaji ujuzi, mpango wa miaka mitano 2016-2021. Ukiangalia kwa Watanzania takriban milioni 23.2 tulionao kwa maana nguvu kazi yetu, Watanzania wenye ujuzi wa hali ya juu ni 3% tu. Wenye ujuzi wa kati ni 16.9. Wenye ujuzi wa chini ni 79.9. Kama nchi tuliona hatuwezi kwenda kwenye nchi ya uchumi wa kati kama tutakuwa na watu ambao hawana ujuzi wa kutosha. Kwa chini ofisi ya waziri mkuu tukaja na mpango wa miaka mitano ambao una components nyingi sana. Nianze na ya kwanza tunaita RPL. RPL ni recognition of prior learning. Ni mfumo wa urasimishaji ujuzi kwa vijana ambao hawajapitia katika mfumo maalum wa mafunzo, lakini sisi tunawatambua na kuwapa vyeti na baadaye kuwasaidia kuanza miradi midogo midogo. Kwa hiyo kupitia mfumo huu ambao niliuzindua wiki iliyopita Kigoma, na kesho mheshimiwa waziri anazindua Ruvuma, tumelenga kuwafikia vijana 3900 nchi nzima, ambao vijana hawa ni wale vijana ambao wako mtaani, anajua kuchonga vitanda na makabati, anajua kutengeneza magari, ni mhudumu wa hoteli, lakini hakuwahi kusoma VETA, hakuwahi kusoma Don Bosco. Lakini kuna watu wako hivyo, wana kipaji Mwenyezi Mungu amewajalia, kwamba mtu tu alienda amekaa garage, amejifunza, amekuwa fundi mkubwa. Sasa yule hauwezi kumwacha hivi hivi. Sisi serikali tumesema tumelipia gharama zake za mafunzo, tunampata pale pale alipo.